subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sasa wameingia sawa. Watu tunawaambia ligi ni marathon. Ligi bado inaendelea, mechi bado nyingi. Uwezo kusema kwamba tayari ligi imeshaisha kwa sababu ligi. Yaani ligi inaendelea, wale watu wanadondosha pointi. Hoteli nyingi pale zote zinacheza, gharama zake zinakuwa kubwa. Ndio ligi ambayo ina gharama kubwa sana katika masuala ya nadhani leo ni mechi ya 14-15. Kwa hiyo ligi bado sawa. Kwa hiyo gharama zimekuwa kubwa. Kwa Yanga hapo sasa kwa hiyo hii inakuwa inawaumiza watu wa mpira, kwa sababu kesho na kesho kutwa watakuwa wanaogopa. Sasa ukimwambia bwana, sasa hivi unatakiwa uende hata kwa Azam, anaanza mechi leo kwa kutoka sare na mechi itachezwa, bila shangaa na maana mashabiki wengine walikuwa wanaomba Azam washinde, lakini kwa mimi nilikuwa naombea sare kwa sababu sare na advantage kwa miliki wa viwanja, kwa sababu Azam ni title contender, Yanga title contender na Simba title contender. Kwa hiyo kama watatu contender wawili wameweza kuwekeza katika hili kama timu zimeingia ubia. Sasa timu sisi tunawekeza sasa hivi, kuna watu wamewekeza katika mpira basi na wao waingie ubia na watu, ili ligi yetu iendane na hadhi tuliokuwa nayo. Ligi namba 5 haiwezekani mechi kama hiyo inaahirishwa, au kama ingeamua kucheza Yanga wamekuwa kwenye usajili walisha pale. Unajua ukiwaweza kuongelesha dogo linabadilisha. Sasa ile unafanya kwa mfano, lakini kikubwa Yanga ile mechi ya Simba imeahirishwa, ilikuwa inaangalia mechi moja Orlando Pirates anaingia mtu, lakini leo unaona lakini mechi inachezwa, analazimishwa kucheza. Yaani unamuona kabisa kwa hiyo sasa kwa ligi yetu sisi inakuwa haileti taswira hii, kwa sababu amekaa na hadhi ya ligi. Hata angalau angepasha hata tunaangusha lawama kwa bodi ya ligi pamoja na TFF hapana, isipokuwa hali ya maboresho. Unatakiwa tuboreshe nini? Tuboreshe mbinu ambayo inaopelekea nini ligi yetu ili iweze kucheza kwa usalama, ili kusiwe na mabadiliko kutoka kwa wana wa mpira, kwa sababu tunawavunja watu watakuwa wengi viwanjani kuelekea, kwa sababu wanajua kabisa naweza kutoka gharama zangu nikaelekea mkoa fulani, alafu mwisho wa siku umetumia zaidi ya laki mbili, alafu mechi kwa hiyo unarudi. Awali kabla umezungumza kama taarifa kama wameingia kumbaya. Hii taarifa mdau wa mchezo wa siku hii. Taarifa nimekutana nayo mchana, lakini kuna mwenzangu na mimi ambaye yeye alikuwa kiwanjani na kushabikia timu yake hapo. Haelewi chochote kuhusu masuala ya mpira. Simba na Yanga yeye anachoangalia ni gharama zake ya sana. Mechi kama hizi zinakuwa na kumwelewesha sasa. Mechi ambaye katoka Sudan bila kuwa na vitu kama hivi. Kwa hiyo kama hivi vipo. Na mpira wa sasa hivi watu hawategemei pichi zinafidiwa vipi? Lazima kuzungusha uwanja kama experience yako kama mdau wa soka wa siku hii. Hapa hakuna habari ya kufidiana gharama zaidi ya tiketi yako lokata. Inawezekana hivi sasa ikaje tiketi zile zikatumika, kwa sababu tiketi zimekata kielektronia. Kwa hiyo kadi yako, unajua ubora wa mchezaji ni kuonyesha kama mechi kubwa, yani mechi kubwa kama hii basi utatumia mechi za maamuzi, lakini sasa tujiulize, kwa mfano mechi labda ikihamishwa uwanja mwingine, yule mchezaji mkubwa kwa sababu asilimia 70 au 60 lakini ya watu waliokata tiketi ni watu wanaonyesha kwenye mechi. Leo mfano mechi imekuja kuchezwa kama zinazohitaji maamuzi, utamtoa na gharama gani kwa kuonekana kwamba wewe sasa. Kwa hiyo sidhani hasara itakuwa ni hasara, lakini inashindikana na mengi tumeona. Hiyo ni hasara yako, itakuwa ni hasara bado binafsi, lakini sidhani kama TFF wanaweza wakagaramia mpaka wachezaji wengine wadogo wao watakachoangalia ile tiketi uliokata ya kuingia uwanjani. Lakini zinakuwa family, lakini wewe ni wao, hakuna aliyejua kwamba mmoja anyesha kubwa walipaswa ili kuweza kufanya kuzuia mechi isiweze kufanyika, lakini ndio maana tunatoa kukosekana kwa Jeff Kitambala bora huenda kumewanyima Azam ushindi. Ukiangalia safu ya ushambuliaji ni kweli alikuwa anahitajika kufanya maandalizi kwa misimu inayofuata ili kuboresha nini viwanja. Kuna kauli alitoaga mama nadhani alisema watafanya utaratibu wa kuviboresha hivi viwanja. Aliongelea kuhusu taa na taa kwa viwanja vingi vinafungwa nini, lakini hatuziangalie ni pichi ndio muhimu zaidi, kama inashindikana kuhudumia nyasi basi wanatakiwa weke nyasi bandia ili ligi iwe inafanya inachezwa kama vile unaona uwanja wa Singida wametumia uwanja ni nyasi bandia, ukiangalia uwanja wa KMC, ukiangalia uwanja wa Azam, mechi zinafanya zinachezeka hivyo kwa sababu, lakini hizi natural gas huwa mara nyingi zinakuwa na matatizo kwa sababu miundombinu ya kusafirisha maji baada ya mvua ndio inakuwa na matatizo. Lakini mimi naamini hata Ulaya huko unaona kabisa inanyesha
na mechi inachezwa kwa South Africa. Sasa hivi hapo tunaangalia mechi ya Orlando, mechi inachezwa, mvua inanyesha, lakini bado still mechi inaendelea kuchezeka kwa sababu kuna miundombinu rafiki katika kunyonya nini maji na kuyafonza ili maji yasituame. Kwa hiyo angalia ratiba ya Simba ilivyo baada ya hii mechi inatakiwa kwenda kuvaana na Pamba Jiji. Kuna uafadhali kidogo angalau kucheza mechi ya leo. Yaani Simba haina uafadhali. Mimi mwenyewe nashangaa mpaka sasa hivi kwa sababu Simba ni mechi ya 6. Akacheza mechi 6 away. Sijui yani wameheshimiana. Yani mwalimu wa Yanga amemheshimu. Yani bila kugusa picha yake ya nyumbani Meja Samuel. Simba anacheza mechi 6 away. Simba alianza na Prison. Watu wengi hawajui na alipata point moja kila mtu. Na iangalia ligi inayokwenda, unaangalia na ratiba inaendaje na inaifuatilia timu yao. Ndio hapo watu wanatakiwa wajue kwamba influencer na kazi yao. Watu wengi hawajui Simba ameanza na Prison wote kama wameruhusu Dodoma, si ndio mechi away. Akaja Dodoma Jiji away. Akaenda na Yanga Zalanda away. Akaenda na Singida away. Hicho amekuja leo na TRA iliyocheza nayo ina maana mechi ya 5 away. Kutoka hapo wachezaji Mwanza tarehe 18 away. Ina maana mechi 6. Lakini ukimwona mchezaji kama hii anakuwa nyinyi mshakuuliza hizo swali. Ligi ya nani? Mechi 6 away bila kugusa uwanja wako nyumbani. Sasa tunaleta taswira gani katika hili kwamba Simba inaonewa au Simba kuna kitu gani kati ya moja ligi na Simba? Sio elewa. Mechi 6 away bila kugusa uwanja nyumbani. Ikiwa mzetu anacheza mechi mbili anarudi nyumbani anacheza mechi inaweza kuwa shida kwa Yanga. Anacheza kwa nini? Hapana, ni kelele tu wenyewe. Bakari mwenyewe anacheza away. Kwa afadhali atujaona taifa. Hakuna afadhali, umeelewa? Kumkosa Diogo mingi na wewe utakuwa nyumbani. Hapana, nzuri ushinde, usiposhinda katika baadhi ya mpira kwa sababu mechi za away ni jasho na damu, duo da umeelewa. Wachezaji wamepambana ndio wapate matokeo kwa sababu wanakwenda mbele tofauti na Bakari mwenyewe. Umeelewa? Mfano tumeona Dodoma pale kacheza mechi moja, ni mchezaji ambaye mechi ya kwanza kapambana mechi ya pili, lakini katika siku mbili siku tatu siku tatu anacheza mechi. Wachezaji wamepambana tena, wamemwaga jasho, tumetoa sare. Unaona sasa sare za mwisho, lakini kama unacheza mechi mbili unarudi nyumbani, watu mnajipanga kutafuta nguvu mpya kwenda kufuata mechi ya wewe, lakini hii inakosa sawa. Hii duniani haijawahi kutokea. Ile penalti ni Simba peke yake. Hii mechi ndio maana tunawaambia Simba pendeleo penalti zake Simba yeye ndio anayekandamizwa. Mchezo wa kesho yani Afrika dhidi ya Azam FC. Hii idadi imekaje kwa maana unakuta mashabiki wanapiga kelele, lakini refa leo amemudu mchezo, amechezesha mchezo vizuri. Unaona bwana Maraisman wote sijui kuna kwa taratibu gani. Siku nyingine mechi unaweza ukaiona mechi kubadilika. Iko vizuri watu wanafurahi kwa sababu yeye kwa sababu inaweza kaja kwa aibu. Naandaa hapo na hamna refa ya Dar es Salaam. Lakini siku nyingine unaweza ukashangaa mechi inakuwa rahisi sana, inakuwa very simple. Hivi sasa kuna maneno kwamba Azam anamkazia Simba sasa hivi akikutana na Azam mechi inajulikana. Simba kila mtu anahitaji kupambana. Singida na Simba mechi inajulikana ni ngumu. Dodoma Jiji na Simba inajulikana mechi ni ngumu. Lakini Yanga na Azam, Yanga na Singida, yani sometimes na kwa yes sometimes inakuwa mara nyingi zinakuwa zile mechi hata mazingira ya mechi yenyewe. Tumemwona Ibenge leo na sasa hivi kila mtu ameshauza mtaamika kwamba wamepangiwa mechi zote mbili wacheze ni Benjamin Mkapa, yani kwenye uwanja wa Yanga. Kwa hiyo Yanga mechi zake zote anachezea kwanza ni nafasi mbili. Bingwa anahitajika ni mmoja, lakini uwanja wa Yanga na Simba kwa Benjamin Mkapa nafasi ya kwanza si ndio? Lakini baadaye kutokana na maboresho ya uwanja ndio Yanga kaenda KMC, Simba kaenda Meja Samuel. Lakini bado fikiri ule uwanja bado ni uwanja wa Simba na Yanga. Kwa hiyo ukipelekwa pale tafsiri yake wewe umepelekwa nyumbani kwa nani? Anahitaji kupambana ili aweze kupata swali. Sasa hapa nakutoa kama shabiki na kuuliza kama